Baada ya hatua hiyo, nimepokea ombi maalum la kuwasilisha maelezo binafsi kutoka kwa Mheshimiwa Joseph Mbilinyi, na kwa hiyo namruhusu kwa utaratibu wa adjournment motion kupitia kanuni ya 28 fasili ya 8 kwamba sasa achukue nafasi hii kuwasilisha maelezo yake. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba kwa kanuni iliyotaja 28.8 ya kanuni za kudumu za Bunge mwaka 2013 nitoe maelezo binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, jana tarehe 25 Juni 2015 wakati wa mjadala wa hoja ya muswada ya sheria ya fedha, mbunge wa viti maalum CCM Mheshimiwa Martha Mlata, wakati akichangia hoja hiyo, alidai kuwa kuna mbunge wa Chadema ambaye amempora mwanamke mmoja mtoto mdogo wa miaka 2. Mheshimiwa Mlata alidai kwamba mbunge huyo amempora mtoto huyo wakati yeye mbunge amekuwa atoi matunzo yoyote kwa mtoto wala kwa mama yake. Mheshimiwa Mlata aliliambia bunge lako tukufu kwamba kitendo hicho ni cha udhalilishaji na unyanyasaji kwa wanawake. Aidha, Mheshimiwa Mlata alidai kuwa kitendo hicho ni ukiukaji mkubwa wa haki za wanawake na watoto. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Mlata aliwataka waheshimiwa wabunge wote wanawake kuungana pamoja naye bila kujali itikadi zao za kisiasa au za vyama vyao vya siasa kwa lengo la kukemea kitendo alichodai kimefanywa na mbunge huyo wa Chadema. Mheshimiwa Naibu Spika, katika maelezo yake, Mheshimiwa Mlata hakutaja jina la mbunge wa Chadema aliyemhusisha na madai yake, bali alidai kwamba mbunge huyo ni msanii mwenzangu, quote unquote. Hata hivyo, Mheshimiwa Mlata alitaja jina moja la mama anayedaiwa kunyang'anywa mtoto kuwa ni Faiza. Pamoja na kutotaja jina la mbunge husika, napenda kulieleza bunge lako tukufu kwamba mbunge wa Chadema aliyelengwa na tuhuma za mashambulizi ya Mheshimiwa Martha Mlata ni mimi Joseph Osmond Mbilinyi. Mimi ndiye baba mtoto wa Sasha Desdelia Mbilinyi anayedaiwa kuporwa kwa mama yake, na Faiza aliyetajwa na Mheshimiwa Mlata kuwa ni mwanamke mnyonge aliyeporwa mtoto ni Bi Faiza Abdalla Ali ambaye ni mzazi mwenzangu na mama mzazi wa Sasha Desdelia. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mazingira ya kawaida, watu wazima wenye akili timamu hawapendelei kuzungumzia masuala binafsi yanayowahusu wao na familia zao hadharani au katika vyombo vya habari. Katika mazingira ya kawaida, watu wazima wenye akili timamu hawapendelei kuzungumzia masuala ya mahusiano binafsi ya kimapenzi au ya kindoa hadharani au katika vyombo vya habari. Watu wazima hawapendelei kuzungumzia matatizo katika mahusiano binafsi au wapenzi au wenzi wao wa ndoa. Ukweli huu unahusu watu wote wazima na wenye akili timamu, pamoja na waheshimiwa wabunge walioko ndani ya ukumbi huu wa bunge lako tukufu. Nadhani sitakosea nikisema kwamba hata Mheshimiwa Mlata mwenyewe asingependelea kuzungumzia hadharani matatizo ya mgogoro uliopelekea ndoa yake mwenyewe kuvunjika na yeye mwenyewe kuachana na aliyekuwa mume wake. Mheshimiwa Naibu Spika, watu wazima wenye akili timamu hawapendelei kuzungumzia masuala haya kwa sababu mambo haya ni masuala binafsi na yana faragha ambayo yanalindwa na ibara 16(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inayosema quote unquote, kila mtu anastahili kuheshimiwa na kupata hifadhi kwa nafsi yake, maisha yake binafsi na familia yake na unyumba wake. Mimi ni mmoja wa watu hao wazima wenye akili timamu. Ndio maana sijapendelea kuzungumzia hadharani masuala ya mahusiano yangu binafsi na mzazi mwenzangu Faiza Abdalla Ali na binti yetu Sasha. Nina akili timamu, ndio maana niliamua kwamba masuala haya yanastahili kubakia yanakostahili, faragani baina yangu na mzazi mwenzangu. Hata hivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa vile masuala haya binafsi kati yangu na mzazi mwenzangu na binti yetu yameletwa hadharani mbele ya bunge lako tukufu,
Kwa vile masuala haya binafsi ya kifamilia na kinyumba yamevikwa joho la haki za wanawake na watoto na tuhuma nzito kutolewa dhidi yangu, ninalazimika kwa masikitiko makubwa na moyo mzito kabisa kuyazungumzia hadharani mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, binti yangu Sasha Desteria ameishi Dar es Salaam na mama yake tangu alipozaliwa tarehe 26 Septemba mwaka 2012, na katika kipindi chote hicho mimi nimempelekea mama yake takribani shilingi 500,000 kwa mwezi kwa ajili ya matunzo ya binti yetu kila mwezi. Aidha, tangu akiwa na umri wa miaka 2 mimi nimemlipia Sasha Desteria ada yake ya shule ya takribani milioni 3 kila mwaka, ambayo ni around shilingi 760,000 kwa semester. Malipo haya ni nje ya fedha za nguo, chakula, vifaa vya kuchezea watoto yani toys, pamoja na kulipia gharama za television na watoto yani cartoons ambazo nimekuwa nazitoa katika kipindi chote tangu binti yangu alipozaliwa. Mheshimiwa Naibu Spika, bila shaka kama Mheshimiwa Mlata angetaka kujua ukweli wa mambo haya angeniuliza, ningempatia taarifa hizi na nyingine za ziada. Hata hivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mlata hakuniuliza chochote juu ya mambo haya kabla hajarusha tuhuma nzito dhidi yangu mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, mzazi mwenzangu anayedaiwa kuwa ni mwanamke mnyonge na Mheshimiwa Mlata ni mwanamke anayejulikana katika duru za starehe karibu nchi nzima kwa kutokuwa na haya wala tahayari mbele ya hadhara na mbele ya jamii. Ni mwanamke ambaye katika sherehe za tunzo ya Music Kilimanjaro Award, Tanzania Kilimanjaro Music Award zilizofanyika jijini Dar es Salaam wiki 2 zilizopita, alivalia nguo ambazo ziliacha sehemu zake za siri hadharani ili kumpita njia azione. Picha zake akiwa katika mavazi hayo zilisambazwa katika mitandao yote ya kijamii na kuleta fedheha kubwa kwangu binafsi, bila shaka kwa Watanzania wote wanaojali maadili katika masuala ya mavazi ya hadharani. Kabla ya hapo, picha zake nyingine akiwa amevalia nepi ya mtoto yani diapers zilikwisha sambaza katika mitandao ya kijamii. Kama angetaka, Mheshimiwa Mlata angeweza kupata taarifa za mambo haya ya aibu kabla ya kurusha tuhuma kubwa nzito mbele ya bunge lako tukufu. Badala ya kutafuta ukweli juu ya huyu anayemuita mwanamke mnyonge, Mheshimiwa Mlata anaelekea kushabikia matendo haya ya utovu wa maadili ya Kitanzania. Na huyu ni mbunge anayependa kuaminisha watu wengine kwamba yeye ni mlokole na mtu wa dini anayependelea kushamiri kwa maadili katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu za matukio aina hii ya utovu wa maadili kwa upande wa mzazi mwenzangu, na kwa kuhofia kwamba nisipochukua hatua stahiki zinazoruhusiwa na sheria za nchi yetu zinazohusu malezi ya binti yangu anayeweza kulelewa katika mazingira yasiyokuwa na maadili yoyote, niliamua kwenda mahakama ya mwanzo Manzese ili kuiomba mahakama kutoa amri kwamba mzazi mwenzangu Faiza Abdalla Hali hana maadili sahihi kama mama ya kuweza kumlea binti yetu Sasha. Mheshimiwa Naibu Spika, niliwasilisha ushahidi wa vitendo mbalimbali vya utovu wa maadili alivyofanya mzazi mwenzangu ili kuithibitishia mahakama kwamba mzazi mwenzangu asingeweza kumlea na kumkuza binti yetu katika maadili bora yanayotakiwa kwa watoto kama mama. Zaidi ya hayo, mahakama ya mwanzo ilimuita Bi Faiza Abdalla mahakamani ili kuja kujibu maombi yangu hayo, na alikwenda mbele ya mahakama hiyo na kujitetea. Baada ya kusikiliza pande mbili katika maombi hayo, tarehe 23 Juni yani siku ya Jumanne wiki hii, mahakama ya mwanzo Manzese iliridhika na ushahidi wangu kwamba mzazi mwenzangu hakuwa na maadili yoyote ya kuweza kumlea mtoto wetu. Mahakama hiyo iliamuru kwamba binti yetu Sasha Desteria akabidhiwe kwangu ili niweze kumlea katika mazingira ya maadili yanayofaa kwa mtoto wa umri wake. Hivyo Mheshimiwa Naibu Spika, kile ambacho kimedaiwa na Mheshimiwa Mlata kuwa uporaji wa mtoto, kile ambacho kimesemwa na Mheshimiwa Mlata kuwa ni uporaji wa mtoto, kiukweli ni amri halali ya mahakama ya mwanzo Manzese iliyotolewa baada ya kusikilizwa pande zote za mahakama hiyo kuzingatia ushahidi uliotolewa. Kwa nyongeza, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mlata hakuwa shahidi mahakamani na wala hajawahi kuonekana mahakamani au kuhusika kwa namna yoyote ile inayofahamika na mashauri yaliyokuwa mahakamani au yanayohusu binti yangu au mzazi mwenzangu. Aidha, nina mashaka hata kama anamfahamu mtoto mwenyewe au mama anayemuita mwanamke mnyonge. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kurudia tena, masuala haya ni mambo ya faragha, hayakustahili na hayastahili kuzungumzwa hadharani mbele ya bunge lako tukufu
kwa namna yaliyozungumzwa na Mheshimiwa Mlata, na hata yanapolazimika kwenda mahakamani kama ilivyokuwa kwenye swala la binti yangu na mama yake, sheria za nchi yetu zimeweka taratibu wa kuyatatua kisheria kwa namna inayolinda faragha ya wahusika wote. Kwa masikitiko makubwa, nimelazimika kuyazungumzia masuala haya hadharani mbele ya bunge lako tukufu ili kuweka kumbukumbu sahihi juu ya jambo hili. Nimesikitishwa na kufadhaishwa sana na kitendo cha Mheshimiwa Mlata anayependelea kujionyesha kama mcha Mungu na champion wa maadili mema kuburuza mbele ya bunge lako tukufu mambo binafsi na ya kifamilia yasiyomhusu na wala asiyoyafahamu. Mheshimiwa Naibu Spika, kama ambavyo ninaamini asingependelea watu wengine wazungumzie masuala yake binafsi yanayohusu ndoa yake iliyovunjika au mahusiano yako binafsi na wanaume au mabwana zake wa sasa, ninamuomba Mheshimiwa Mlata na wengine wanaoshabikia masuala binafsi yasiyowahusu na wasioyafahamu waache tabia hiyo. Ni bora na ni vema wajifunze kwamba masuala haya binafsi na ya kifamilia ni bora yaachwe mahala pake katika faragha ya familia na ya wahusika wake. Mwisho, ninamuomba Mheshimiwa Mlata na wengine wanaoshabikia swala hili kuacha kujificha katika kichaka cha haki za wanawake na watoto, badala yake wajiulize kama vitendo vya kujipitisha uchi au nusu uchi hadharani vinaendana na maadili ya Kitanzania na malezi mema ya mtoto wetu. Na kwa taarifa tu, pamoja na kunishambulia kwamba ni mporaji mtoto, sikwenda na bunduki, nilifuata utaratibu wa mahakama, na hata pamoja na mahakama kunipa haki, bado mpaka leo sijamchukua mtoto. Mtoto bado yuko kwa mamake, kwa sababu mimi ni mstaarabu. Nimetoa room ili masuala ya majadiliano ya kifamilia ikiwezekana yafanyike katika kulitatua hili, lakini baada yake watu wamekuwa wanatoka na kunishambulia. Nimshauri tu Masa Mlata, baada ya kutoa maelezo haya, ni maombi yangu na ninaamini kwa maslahi ya binti yangu Sasha Distelia kwamba mjadala huu usiendelee zaidi ya hapa. Nashukuru sana kwa nafasi hii Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana. Nikupe pole sana na niwaombe waheshimiwa wabunge kwamba jambo hili kwa kweli tuwe tumelifunga, tusiendelee nalo, kwa sababu ya sio sisi tu wanasiasa. Sisi tunaweza kurushiana matope ya kila aina, tumezoea, tuna ngozi ngumu, lakini kwa ajili ya mtoto huyu ana umri mdogo mno, tutajikuta tunaanza kumweka katika mazingira magumu sana hata anapokuwa shuleni na wenzake na kadhalika. Ni jambo ambalo halikubaliki hata kidogo. Kwa hiyo ningeliwaomba sana waheshimiwa wabunge na hata waandishi wa habari vile vile, jambo hili msilikuze sana kwa ajili ya mtoto wetu Sasha.